Mamlaka ya NTSA imetakiwa kuwa inawakagua madereva na kuondoa wale ambao wanakiuka sheria za barabarani. Akiomboleza na jamaa na familia ambao wapendwa wao walifariki katika ajali iliyotokea eneo la Webuye, Spika Moses Wetangula ameunga mkono sheria mpya za NTSA, akitaka wanaokiuka sheria za barabarani kuwa wanaadhibiwa vilivyo. We stand here in unison and in unity as a people of this country and this region and this county to condemn in the strongest terms possible the recklessness in which the driver of the lorry that killed people in this area happened. We want to urge our police force, our NTSA, to ensure that our roads are safe, that the reckless persons who don't deserve to be on the roads are removed from the roads. And I support fully the measures being undertaken by NTSA to make our roads safe. And we urge our courts to be part of the Kenyan society, to pay attention to what happens on our roads. In Nigeria, in Ghana, in South Africa, in Cameroon, the police and those involved in road safety impose instant fines on the highway when people do the wrong things. We are not indifferent. Lakini mambo kama haya yanafanya tujipange siku zinazokuja kule mbele. Kwamba katika hospitali hii ya Webuye, jinsi Mheshimiwa Investor amesema, tunapoimarisha hospitali hii lazima tuimarishe mfumo wa ambulance katika hospitali ya Webuye. Ili tuko na ambulance lakini tunaweza boresha zaidi ili kuwe na mitambo ya kitaaluma ya kisasa ambayo ingeweza kuokoa maisha. That this accident that has led to the loss of lives of 15 people is going to be a wake-up call that those who are in charge of designing our roads must be able to tell us, is it the road design that is bad? And we must be told what action they are going to take place to ensure that we avert such accidents in the future.